Mwathani agoco. Sasa nataka twende kwa neno la Bwana. Nenda tuthi kiwaine kia Ngai. Kwa njia fupi. Na njira ngumu muno. Najua Mungu atatusaidia. Na nitoke ni Mungu atusaidia. Mwathani agoco. Siku ya leo nataka tuone. Muthenya mwingine nataka tuone. Ukikutana na Bwana, ukikorana na Ngai. Bwana asifiwe. Mwathani agoco. Yeye kubadilisha hali. Yacenjagia maundu. Yeye kubadilisha hali zako. Yacenjagia maundu maku mothe. Mwathani agoco. Nashukuru Bwana kwa sababu ya mtu mmoja. Jambo saka ni mtu wa Mungu. Aliye katika kitabu cha Luka, twende katika Luka 19. Ule kwa ifuku ile ya Luka 19. Ule wacenjagia mutune. Mwathani agoco. Haikujelisha. Na mutiabakanire. Alikuwa kwa hali gani? Ale mundu ni maana atia. Alikuwa amekuwa mkubwa kiasi gani? Ale munene makiria maana atia. Alikuwa na sifa kiasi gani? Ano wasimakiria atia. Lakini kwa sababu siku moja no ni tondu muthenya umwe alikisikia, mimi nataka kukutana na Bwana. Ai tunitenda kumwana na Ngai. Mimi nataka kumuona huyo Yesu. Nenda kuona Yesu huyo. Na akajiandaa. Na kiharibia. Mimi nataka kuona kukutana na huyo Yesu Kristo. Nenda kuona kukutana na Yesu. Faida yake ni nini? Fata wake ni nini? Mwathani agoco. Huyu mtu aliye katika hivi katika kitabu hiki. Mundu huyo ifukulie ya Luka 19. Zakayo. Etagwo Zakayo. Mwathani agoco. Siku moja alisikia. Muthenya umwe akigwa. Ati mimi ni lazima nione huyu Yesu. Ati nino nginya nyone Yesu. Kwa sababu gani? Ndio tondu wake. Alikuwa amesikia. Aigwite Sifa za Yesu Kristo. Sifa cia Yesu. Alikuwa na hiyo tamaa. Na ndivyo anatamani. Na moyo wake. Na roho yake. Ukawa na mwito fulani. Mwito fulani. Wa kuona Yesu. Wa kuona Yesu. Mwathani agoco. Yeye akajiandaa. Kukutana na kumuona huyu Kristo. Kukorana na kuona Yesu huyo. Ndiposa nikasema ninataka tuone faida. Nenda tuone fata. Tunapokutana na huyu Kristo. Nenda kuona Yesu huyo. Anatuacha tu hivi. Atotiga gogo. Tunakuwa watu wa kawaida tena. Kwa watu wa kawaida. Mwathani agoco. Bwana inuliwe. Mwathani agoco. Nataka tuone katika hiyo Luka. Ndio ifuku ya Luka. Tuendeni katika Luka 19. Ifuku ya Luka 19. Tuanze hapo tu moja. Twatie hau. Emwe. Biblia inasema hivi ya Kiswahili, naye Yesu alipoingia Yeriko, alipita katikati yake. Na tazama, palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. 3, huyu alikuwa akitafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. 4, akatangulia mbio akapanda juu ya mkuyu kupata kumuona, kwa kuwa atakuja kupitia ile njia. 5, naye Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu akamwambia Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani kwako. 6, akafanya haraka akashuka akamkaribisha kwa furaha. 7, hata watu walipoona walimhunika wote wakisema, ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Mwathani agoco. Mungu asifikie hapo. Ekatobe tukinye hapo. Biblia inasema Biblia irapatirire. alipokuwa akiingia ile mji. Ndiringira furu Joshua Yeriko. Tauni ya Yeriko. Ndiringira tauni ya Yeriko. Mwathani agoco. Kwa hivyo alipokuwa akiingia. Ndiringira tauni yao. Na apitie katikati ya tauni. Ageriga katikati wa tauni. Hivi ilikuwa ni main road. Kogwa ni alijireria main. Mwathani agoco. Biblia inasema kukaa mtu mmoja. Biblia irago kuna mundu umwe. Alikuwa mtosha ushuru. Mundu wa hagigoti. Mwathani agoco. Haya twende kwa katika mtu wa kulipisha kodi. Tudua mundu uri hagigoti. Yeye ni nani? No huyo. Ni mtu mkubwa. Ni mundu munene. Katika idara Dhini wa county council. Mwathani agoco. Kwa hivyo Biblia inasema Biblia irago mundu huyo. Katika nafasi ya kupata madaraka. Na hali ya kuona utongoria kana munene. Ali mundu munene muno. Mwathani agoco. Biblia inasema Biblia batiriri. tena katika kimo chake. Dhini wa kimo gyake kama mwili wake. Kimo chake ilikuwa ni wale watu wafupi. Ali mundu huyo andu aya kuhe. Tunawaita birikimo. Tumetaka birikimo. Mwathani agoco. Na wakati mmoja nilibahatika kwenda Rwanda. Niliabahatika kibahatika mudi Rwanda. Na nikakutana na hawa watu wa Kongo. Alikona na watu wa Kongo. Watu wenye wanaishi msitu ya Kongo. Aliamka msitu inusho wa Kongo. Ni watu wasio huu. Sijui Jiana ameenda wapi. Jiana tutio yako. Wanawake alikuwa tu hapa lakini sijui pale ameenda. Atunia hapo. Wanatoshana na Jiana. Mbona kasichana kanakimbia. Gaka hiyo tukaanza liaga haha. Wamama wanatoshana. Atumia maidana na Jiana. Unaona jinde nemkuja. Jinde nuka.
Yo Jian. Unaona Jide ni mkubwa. Jide ni munene. Kwa hivyo hata wazee Kogwa dhuri wanatoshana tu na kuja hapa mami. Kuja. Wamama atumia wanatoshana na huyu. mpaka umeika na Jiana. Na ni mtu mzima. Na ni mundu mugima. Wazee wenye ndivyo tulikuwa tunataka kuona kwa mama. Nenda kwa mama. Bwana asifiwe. Mwadhani ya Bosho. Hivyo Jide ndio Bwana asifiwe. Mwadhani ya Bosho. Hakuna mtu mrefu kuliko Jide. Wotile mundu mrefu kuliko Jide. Hawa bilimo za upande wa Kongo. Asio guba. Wanatoshana maiganaga na Jiana. Mama na wazee. Atumia na dhuri. Bwana asifiwe. Mwadhani ya Bosho. Kwa hivyo akitaka kukuona ama kwenda muongee na yeye. Ataongea kama ameangalia hivi. Ya kwali ya kuona kiongo. Bwana asifiwe. Mwadhani ya Bosho. Na akitaka muongee na yeye street hii. Na jeda mwali na kestri. Ni lazima aongezwe meza hii. Au kagira meza. Lakini meza sio anaongeza, anaweza ongezewa meza hii. No ngero meza. Na ingine ikuje hapo. Na ngeuke hapo. Na hili akiwa mkubwa wake ukiwa hapo. Ningeza unaona kile hapo. Utaongea sasa kama Nimepota kwa kwa hivyo ni tutainuliwa no ilo kama futi 3 tafuti ndio kupata kana kwamba mnatoshana. Ningeza muhanta mwinga. Kwa hivyo Biblia inasema hali ya mtu mfupi. Biblia kile roho mtu. Biblia inasema mtu mfupi. Yuwa roho mtu mfupi. Ni kimo. Ni kama mtu. Ukiona ni mtu mfupi. Ni mtu mfupi. Mwana ya Bosho. Sijui wengine walikuwa naona kipindi kinaitwa Tabwara. Ni amona cha kipindi cha Bwana. Sasa tukiwa Kenya tunaongea watu wafupi, kimo zetu ni kama mwana. Ndio unajua roho kuweta mwara. Mwara ndiye anatoshana na yule. Si ndio? Mwara ndio anatoshana na yule. Lakini kimo chake kwa sababu ameshughulikia hapo na nyama kiasi kwamba anaonekana tu mzee. Inaonekana mzuri. Lakini ufupi wake ndio ukuhe wake ya kwamba hawezi inamleta chini. Ni mune hanga. Inamdunisha. Kama ushokia. Kwa sababu akitaka kuona kitu kiko mbali. Ndio unataka kuona kitu. Hataweza. Ukiwa na umati wa watu. Wewe leo kile kitu. Kwa tu wawe mbele. Hataweza kuona. Hata akiwa kwa darasa. Kama ameketi. Aikarete lazima asimame. No kinyaruka. Jione bodi. Nigema kwa bodi kwa ndio. Kwa hivyo nataka kukuambia. Kimo cha mtu ukuhekana walimu Mungu kinapinga mizi fulani. Ndiko kuna pingamizi. Mwana ya Bosho. Kwa hivyo Biblia inasema huyu mtu huyo anaitwa Zakayo. Wewe utakuwa Zakayo. Alikuwa mfupi. Kwa hivyo ni bilikimo. Kwa ni mtu mkubwa. Mwana ya Bosho. Lakini wakati mmoja Yesu Kristo alipokuwa akiingia Jericho. Ndiye Yesu aingiraje. Mwana ya Bosho. Huyu mtu huyo Bwana asifiwe. Ingawa alikuwa mtu ambaye anajulikana. Alikuwa ni mtu waikaine. Maana yeye ni mtosha ushuru. Ni mtoto wewe atakigoti. Bwana asifiwe. Kwa hivyo watu wengi ambao walikuwa wanashughulika katika ile town. Na soko mambo hiyo yote ambayo ilikuwa huko ya county council. Mambo male moja makuma county council. Watu walimjua. Hapo ni mama wewe. Bwana asifiwe. Watu walimjua kwa sababu wengi walitaka kumjua. Hapo ni mama wewe tolje meta kumumeta. Kwa sababu wakati wewe uko katika soko na hujalipa. Ni lazima umuone pahala fulani. Ndio uweze kukimbia na kutoroka. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo walimjua, wengi walimjua. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wengi wakimuonea pale wanatorokea hii. Bwana asifiwe. Kwa hivyo anapoambiwa yeye ni mtosha ushuru. Ni mtu ambaye anajulikana. Akiambiwa yeye ni mtosha ushuru. Bado ameinuka. Haya, akiambiwa ni mtosha ushuru. Katika mali. Bado yeye ana nguvu za mali. Bwana asifiwe. Haya, ukienda kwa mtu mwenye ako na nguvu za mali. Bwana asifiwe. Kuna kuinua anaendaga one shoulder high. Kwa sababu anajisikia kuna nguvu za pesa. Na watu hapa duniani wanasema pesa ni mfuja mlima. Kwa hivyo mtu akiwa anatupesa kwa sababu anajua mfuja mlima ako naye. Anajisikiaga ako na joto fulani. Bwana asifiwe. Nataka kukwambia mambo hayo tunaongea juu ya nani. Kwa hivyo huyu mtu akawa na mali. Yeye ni mtu ambaye ni mtosha ushuru. Mtu ambaye ameheshimika katika ofisi yake. Bwana asifiwe. Lakini ikifika kwa
kimo chake noko ndo mwili wake inamleta chini, nikamlehevi. Nasikia nikana kwamba kuna changamoto fulani, na challenge ndio changamoto fulani, lakini nashukuru Bwana maana yeye alijijua na akajua kushughulikia hiyo kimo chake, na kushughulikia mwisho wake. Anahitaji la kumuona Bwana na inafuatalia kuona gani wala ni yosho. Tukuze makosa. Biblia inasema Yesu alipopitia Yeriko, Biblia leo Yesu jara Yeriko, huyu mtu alikuwa na tamaa ya kujua huyu ni Yesu, mtu aina gani na tamaa ya kuna Yesu ni Mungu. Biblia imesema ni kwa sababu gani? Alikuwa na sifa kumliko, ni amenye kanisa kwa kila wala ni yosho, kwa sababu Biblia inasema aliposikia Yesu anapitia Yeriko, alikuwa anataka kujua Yesu mwenye sifa hizi ni mtu wa aina gani, ni mtu mwanatia, ni pesa yako nazo kunilika, pesa nazo kugera. Bwana asifiwe. Yeye ni mtu wako na nguvu kunilika, Bwana asifiwe. Akataka kujua Yesu ni nani, Bwana asifiwe. Lakini Biblia inasema hivi, wakati Yesu alitaka kuingia Yeriko, kwa sababu huyu alikuwa anataka kukutana na kujua Yesu ni nani, Biblia inasema alikata kauli kutoka kwa moyo wake, Bwana asifiwe, ili apande mti. Alisema kama haitakuwa sitamuona Yesu kwa sababu ya kimo chake, inatakikana nifanye jambo kwa sababu ya kimo chake, maana sitaona Yesu. Maana ninasikia anapoingia katika town fulani watu kurudikana, kwa hivyo watakaporudikana wote wakimbia na kumuona Yesu, mimi kimo changu akakita kuwa kwa upande wangu, kitanipa challenge ya kuona Yesu na akapita na sitamuona. Ninasema katika mashauri yake aliamua ndani ya moyo wake kupanda mti juu, apanda mti juu, ndio huyu Yesu anapopita Yeriko hatakuwa na shida, atatazama tu Yesu akiwa chini, Bwana asifiwe. Kwa hivyo akapanda mti. Haya, twende kwa mpanda mti, Bwana asifiwe. Huyu mtu anapopanda mti ni lazima afue viatu vyake, Bwana asifiwe. Hakuna mtu anayepanda mti wa viatu, Bwana asifiwe. Kwa hivyo akajua changamoto moja ya kutoona Yesu ni kuwa na viatu kwa miguu, Bwana asifiwe. Kwa hivyo akatoa viatu vyake akaweka chini, Bwana asifiwe. Akasema sasa ni kupanda mti, akapanda mti wake, akapanda mti, Bwana asifiwe, mpaka akaenda pale juu, Bwana asifiwe. Kimo chake akaweza kudili nayo, Bwana asifiwe. Maana hakuna wakati angeongezewa huo mwili wake, lakini kuna jambo alijua nitakapopanda mti. Kwa hivyo alienda akitafuta mti atakayopanda, Bwana asifiwe, na ili apate kumuona Yesu. Kwa hivyo alitafuta mti uliokaa kando ya barabara, maana alijua Yesu atakapokuja atapitia barabara panda. Kwa hivyo akatafuta mti ulio kando ya barabara uliokuwa na nini, mahonge inaitwa aje, matawi ni hii ingine ya green itaanguka, branches. Wacha tuziite branches. Branches za kushikilia. Kwa hivyo akatafuta mti mzuri, maana ukitafuta hii miti inaitwa mifao, hapana, hii mifao yenye inarefuka Brugam. Sio, mnaelewa Brugam hainaga hiyo branches. Kwa hivyo kupanda Brugam ni lazima utafute misumari. Na ili kutoka hapa chini unapigilia basi. Ndio na ingine. Ndio uende ukipiga ndio uone pahali pa kukanyaga. Lakini hakukuwa na wakati. Yeye alipofika soko akasikia fununu, huyu Yesu anapita
Yesu ni na akapitia hapa akienda Yeriko. Anatoka agithie. Kwa hivyo akajua mimi sina lingine na sina nyundo na sina kutafuta bao, nitajishughulikia. Kwa hivyo Biblia inasema hivi, alitafuta tu mti uliokuwa kando ya barabara, kulikuwa na branches za kujishikilia, akapanda mpaka juu, mpaka sehemu alipoona ya kwamba hapa hakuna mtu tutakaa sukumana na yeye, tutakaa pingana na yeye kuona Yesu Kristo. Bwana asifiwe, Bwana inuliwe. Kwa hivyo kuona Yesu Kristo, Bwana asifiwe, ikawa ni kauli ya huyu mtu. Bwana asifiwe, akaona ya kwamba ni lazima nitughurikie jambo lolote ambalo litanisuia kuona Yesu Kristo. Bwana asifiwe, Bwana inuliwe. Biblia inasema nini? Yesu alipoona mtu, kuna mtu amepanda juu, ili apate kuona Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Yesu alitazama, Bwana asifiwe, akamwambia Zakayo, shuka sasa. Nimeona amani yako, imani yako na kushughulika kwako, ili nikutane na wewe. Sitakukutana nawe ukiwa juu ya mlima. Bwana asifiwe. Sitakushughulikia ukiwa juu ya mti, lakini nitatembea kwako. Bwana asifiwe. Kwa sababu gani? Niliona juhudi ambayo umefanya ili upate kuniona. Bwana asifiwe. Aliweka ile heshima yake chini. Bwana asifiwe. Viatu alikuwa nazo, aliziweka chini. Bwana asifiwe. Unajua ni kwani ni akina nani wanapandaga miti sana? Kwani ni akina nani wanapandaga miti sana? Si kupanda. Kupanda kukwea juu ya miti. Ni vijana hawa wadogo, si ndio? Kwa hivyo mzee mzima, Bwana asifiwe, mtu mwenye heshima, mtosha ushuru, ambaye anajulikana tauni mzima, kupanda juu ya mti. Kuna jambo inamaanisha. Bwana asifiwe. Inamaanisha alikuwa amejikosa, amejitoa. Bwana asifiwe. Na heshima yake alikuwa ameiweka chini. Bwana asifiwe. Yeye hakujali watasema nini. Bwana ninajua nitakapoona huyu Yesu, maisha yangu yatabadilika. Bwana asifiwe. Moyo wangu utatulia. Maana alikuwa anajiuliza, Bwana asifiwe, huyu Yesu ni nani? Bwana asifiwe. Yeye ni mtu wa aina gani? Bwana asifiwe. Lakini Biblia inasema aliposhughulikia kimo chake, Bwana asifiwe, akapanda juu. Bwana asifiwe. Haya, akapambana na akatoa viatu yake. Bwana asifiwe. Hiyo ni kuonyesha kunyenyekea. Bwana asifiwe. Na kuondoa pingamizi zote ambazo zitafanya yeye asikutane na Yesu. Kwa hivyo akatoa viatu yake, akapanda mti, heshima yake akaiweka chini. Ni lazima nionane na Yesu. Bwana asifiwe. Akapanda mpaka juu ya mti. Akiwa juu ya mti, Yesu akamuona. Bwana asifiwe. Maana Yesu ndio anapita Yeriko. Watu wengi wamekimbishana na kuona Yesu na kupelekana na msafara wa Yesu. Yesu anapotazama anaona mtu ambaye alishughulikia Bwana asifiwe maisha yake. Bwana asifiwe. Mtu mwenye anataka kukutana na Yesu, lakini kuna pingamizi za kimo chake. Bwana asifiwe. Anashughulikia hiyo kimo chake, anapanda mti. Bwana asifiwe. Akaenda juu ndio akutana na Yesu. Yesu anapomtazama akaona huyu mtu ako na kiu, ako na tumaini la kuniona. Bwana asifiwe. Huyu sitaacha hivyo, maana ametoa viatu
viatu yake. Ameshughulikia kimo chake. Nako na matumaini makubwa siku ya leo. Ili aniane. Bwana asifiwe. Anapoona Yesu Kristo, Yesu akajua huyu sitamwacha hivyo. Ni lazima nishughulikie mpaka maisha yake. Bwana asifiwe. Ni lazima nimshughulikie mpaka maisha yake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Yesu alipomtazama alimwambia Zakayo, shuka. Leo ni mgeni wako. Nimeona vile umenishughulikia. Nimeona vile umeshughulika. Ile ukutane pamoja. Bwana asifiwe. Lakini siku ya leo nami nimeamua hata ijapo wewe hujaokoka, wewe si mmoja katika wafuasi wangu, nitakuja kwako na nitakuwa mgeni wako. Bwana asifiwe. Pinga mingi zingine watu wakaweza kuuliza katika kanisa na wafuasi wa Yesu. Kumbe huyu Yesu Kristo hata anapokuja Yeriko anakutana na watu ambao ni watosha ushuru. Watosha ushuru na ni waibaji wa pesa. Ni wenye dhambi. Wewe anaweza ingia kwa nyumba ya mwenye dhambi. Bwana asifiwe. Yesu akawa na nafasi. Bwana asifiwe. Ya kuingia kwa Zakayo mpaka kwa nyumba yake. Alipoingia kwa nyumba yake kumwacha bure. Maana Yesu hakuwa na shughuli za kwenda kuingia katika nyumba yake kukula na kujua. Alikuwa na shughuli za moyo wa Zakayo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Yesu anapoingia kwa Zakayo, Bwana asifiwe. Biblia inasema Zakayo alisema nitakuwa mfuasi wako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kukutana na Yesu Kristo kunabadilisha mambo mengi. Kunabadilisha hali. Bwana asifiwe. Hata Zakayo anaanza kusema ingawa mimi nitosha ushuru, kuna mali ya watu wengi. Nimewaibia, nimewanyang'anya. Hivyo ni kusema nini? Katika moyo wake umeanza kujifua, kutoa mambo ambayo ni machafu, ambayo yanaweza kuwa ni pingamizi za kupelekana na huyu Yesu Kristo. Akaanza kusema mimi ni mwibaji, nimenyang'anya wengi. Bwana asifiwe. Akaanza kusema wale nimeibia nitawarudishia. Mimi sitaki pesa zao. Kwa sababu gani? Nimekutana na yule mwanaume asiye kama wale ambaye atanishughulikia. Bwana asifiwe. Nimekutana na wengi, nimewanyang'anya pesa zao, hakijanitosha, hakijainua kimo changu. Lakini siku ya leo kwa sababu ya kukutana na huyu Yesu amenibadilishia. Bwana asifiwe. Ainuliwe Mwokozi. Amebadilishiwa. Ingawa alikuwa mfupi. Bwana asifiwe. Kuna mambo ameanza kuona. Amefunguliwa macho. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kimo chake Bwana asifiwe. Katika umwili huu Bwana asifiwe. Hakikuwa na shida. Lakini kuonana na Yesu Bwana asifiwe. Ndio kulikuwa na shida. Bwana asifiwe. Na alipoonana na Yesu, Yesu akabadilisha hali. Yesu alibadilisha hali yake. Maana Biblia inasema moyo wake ulianza kutubu na kunyenyekea na kuona ni mmoja na kukata kauli ni mmoja katika ufuasi wa Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hivi leo kuna mambo mengi Bwana asifiwe ambayo yanatufupishaga ili kuonana na Yesu. Yawezekana katika maombi yako wewe ni birikimo kama wale watu nimewaambia watu wa Rwanda wa Kongo kiasi ya kwamba yeye ni mama Bwana asifiwe, lakini kimo chake kuona mtu ambaye ni wa kimo cha kawaida ni lazima ainuliwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo huyu Zakayo
Kobo Zakayo. Hangeona Yesu Kristo. Yomile Yesu Kristo. Kwa sababu ya changamoto ya kimo chake. Nitoto wa madhina mamwele wake. Ni kwa sababu ya changamoto ya dhambi. Nitoto wa madhina mamwele ya madhina wako. Lakini Yesu alipomtazama. Nori ya Yesu murori. Alipokutana na yeye. Ndiya koranile naki. Ana kwa ana. Biblia inasema alimbadilishia hali. Alimbadilishia hali. Akawa mzee wa maana. Akawa mzee wa baraka. Akawa ni mmoja kati ya kanisa la Kristo Yesu. Biblia inasema nini? Biblia laubakia. Inasema hivi mstari wa 7, kuanza wa 7, hata watu walipoona walinungunika wote wakisema, ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. 8, Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu na wapa maskini, na ikiwa nimenyang'anya mtu kitu kwa hila nitamrudishia mara 4. Amen. Bwana asifiwe. Bwana ni washo. Sasa ameingia katika ministry ya Yesu Kristo. Ameanza kuona wale alikuwa ananyang'anya. Yeye alikuwa patia. Maskini ni lazima niwape. Akasema nusu ya utajiri wake. Akiwa nusu wote nitauta. Na singeweza. Kwa sababu nilikuwa na kimo. Nitodo dalena. Bwana asifiwe. Kimo. Dali muku hehe. Bwana asifiwe. Bwana ni awasho. Saizi yake. Saizi yake. Bwana asifiwe. Ni awasho. Ilikuwa ni pingamizi. Katika maisha yake. Bwana asifiwe. Bwana ni awasho. Lakini anapokutana na Yesu. Dole yakora ni na Yesu. Kimo haina shida. Dole na dhina. Bwana asifiwe. Bwana ni awasho. Kushughulikiwa na Yesu kulikuwa shida. Yesu ni kwa ina dhina. Bwana asifiwe. Maana anapoona Yesu. Ni dole ni Yesu. Anapojua tena kitafanya. Akimenya kile kiatu. Yeye asikutane na Yesu. Yesu takondana na Yesu Kristo. Alishughulikia. Ni aushughulikia ndio. Alishughulikia miguu yake. Akishughulikia maguru make. Akatoa viatu. Akiruta maguru. Akaiweka. Akishika kado. Mwadhani awasho. Ndio aweze kupanda. Nigenda hata kwa ishamoti. Mwadhani awasho. Alitoa yeye alisahau. Akiriganirwo. Yani sifa zake. Akiriganirwo ni uriya menyekanite. Na alikuwa ni mzee. Na ni mudhuri. Yeye akanyenyekesha. Akinyihia. Kiasi ya kwamba ni kama mtoto yule. Akinyihia akiana mwana ule. Lazima nipande. Akimenya no kinyaisha muti. Unaye watu wengi wakitaka kukutusi. Adoge mangeta gukuruma. Akwambie umeamua kupanda mti kama waamura kuanza kutekelea. Vijana kama huyo. Anasema hivyo kwa sababu anajua vijana wadogo ndio wanajua wanapanda miti. Newton moi ndio sio isa. Lakini yeye hakutishika. Ndio yatamenja. Na neno ambalo ataongelewa. Akuelewa. Maadamu yeye atakapokutana na Yesu. Na Yesu. Mambo yake yatabadilika. Maudo makele mesenjia. Hali yake itabadilika. Ndio yake ni ngosenjia. Bwana ni awasho. Biblia inasema hivi. Biblia ndio. Yeye akanyenyekea. Akinyihia. Akajua mimi sitashughulika. Kimenya ni ndivyo. Watasema nini? Akugatia. Ama watasema nini? Anamekugatia. Sina hilo jambo. Ndiye na mambo mashi. Nimeamua. Ndamura Bila kutishwa na mtu. Bila kutishwa na mtu wote. Bila kusikiza. Nitakuthikiriria. Yale watasema. Mambo Maria ndio yekuga. Akapanda mti. Akiaisha mote. Alipopanda juu ya mti. Akakaa juu ya mti. Akiaisha. Sasa wazee wa kijiji hiyo. Adhuria gesha gikeu. Walikuwa wanasema nini? Mungu agatia. Hirui. Kama ni wewe ungesema nini? Kama ni wewe kesho unikute juu ya mti utasema nini? Pastor wewe ni wako juu ya mti. Yamenishikwa na simu. Amen. Muruka. Imagine watu wote ambao walikuwa wanajua Zakayo walisema nini siku hiyo? Kumuona juu ya mti. Hakuna mtu mwingine alikuwa juu ya mti. Hakuna mtu mwingine. Na kama kulikuwa nao vijana wadogo wadogo. Lakini watu wazima hakuna mtu alikuwa. Na ndiposa ikanakilika katika Biblia. Na nikiokukia katika Biblia haikuwa kawaida. Nitondo utia ndio wa kawaida. Haikuwa kawaida. Mzee kupanda juu ya mti. Nduko isha mtego. Kuna jambo linaendelea. Ndio wadia na. Kwa hivyo Biblia
inasema akaamua akiamura sitatishika ndigotishika hata sijui waseme wasiseme mauga kana matikau wanaseme wanasifiwe waseme wasiseme mauga matikau mimi nitapanda nino kuhaisha maana gani nitondo wake kuna kauli nimekata ndani yangu hena duete thini wako mwathani awasho akapanda juu ya mti akihaisha iguru wa muti Yesu anapomtazama hata Yesu akashaka ongatishoke maka yule Zakayo alikuwa mnono. Si unajua amekula kitu wewe? Ile mtu yeye alete kitu. Amekula pesa. Ni alete pesa. Ako na pesa nyingi. Kwa hivyo mwili wake ni mnono. Uko na nyama. Ni kama utoka na nyama. Kwa hivyo Yesu anapomtazama. Ile Yesu amuona ile. Akaona mtu mzee. Akiona mdhuri. Ako juu ya mti. Iguru wa muti. Alimwambia Zakayo shuka. Alimwambia Zakayo shuka. Hata hakuna neno lingine limesemeka. Ona hatilo ndo Anamwambia kwa nini umebada? Damu ya kuhaisha. Amulile tu Zakayo. Leo niko mbeni wako. Umude demo. Nimeona vile umeshughulika. Nimeona tamaa ulio nayo. Nimeona tamaa ulio nayo. Ya kuniona. Sasa utanionea kule. Mimi nitakuwa mgeni wako. Na tutakuwa pamoja na wewe. Na nitakula kwako. Na Yesu hakushughulika. Bwana asifiwe. Wenye wanasema, wenye wananungunika. Nunguniko yao ni ya kiasi gani? Bwana asifiwe. Maana huyu kama yeye hakushughulika, wazee wa nchi hiyo watasema nini? Bwana asifiwe. Wenye wako wanamjua ni mtu wa kimo hali ya juu, mtu mwenye heshima. Yeye hakushughulikia heshima zake. Yeye alishughulika kuona Yesu. Na Yesu alipomuona, Yesu naye hakushughulika. Wanungunikaji watanungunika mpaka lini? Kama wataondoka kabisa ama hawataondoka. Bwana asifiwe. Kwa sababu gani? Kuna moyo ambao uko na tamaa. Moyo ambao imekata kauli ya kuniona. Na nitakapoingia kwake sitamwacha kule. Nitashughulikia mpaka maisha yake. Bwana asifiwe. Yesu akamwambia Zakayo shuka. Hivi sasa leo nitakuwa mgeni wako moyo. Biblia inasema Yesu alikata kauli wakati huu. Maana sio Zakayo ambaye alikuwa amemuita Yeriko. Yeye tu ni kuenda, alikuwa anaenda katika injili yake. Lakini Yesu akakuta mambo yasiyo ya kawaida. Mzee kupanda juu ya mti. Na ili amuone Yesu. Na Yesu anapomuona akabadilisha mawazo wakati huo. Akasema hata nami kuna mambo nitatenda yasiyo ya kawaida. Kama huyo ametenda mambo yasiyo ya kawaida, kupanda mti bila kujali watasema nini. Hata mimi nitaingia kwake na niwe mgeni wake na nibadilishie hali. Bwana asifiwe. Bila kujali vile wanungunikaji watanungunika waseme. Kwa hivyo akaanza kunungunika. Hata kama anasema yeye ni mwana wa Mungu. Mwana wake. Bwana asifiwe. Kwenda kwake katika nyumba ya mtu ambaye ni si mwokovu, ni mtenda dhambi, mtu ambaye anakunyang'anya mpaka pesa zito, mtosha ushuru. Unajua yeye ni mtu ambaye anadharauliwa aje. Ako na maadui wengi. Maana wengi hata nao wenye wanataka kunyang'anya serikali, hataki kutoa ushuru wao, hawa ni maadui wao. Bwana asifiwe. Maana yeye anakuja na makaratasi yake, marisiti yake ambayo itaandikwa chenye amerifisha, lakini hawa hataki kutoa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata hao ni maadui wako. Bwana asifiwe. Biblia inasema Yesu hakushughulika. Maadui hapa wa kanisa bila watasema si maadui wa kanisa, wafuata Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Ni mtume wa Kristo Yesu. Ama ni kanisa la Kristo. Baba wanangojea baba. Na anapokuja jioni baada ya injili. Na aliposema leo
leo kidomo nitakuwa mgeni wako. Kwa mgeni wako. Kwa hivyo alipomaliza mishoni zake, Mungu yeye alikiwira wake. Alienda kumalizia kwa Zakayo. Aliendie kurejelea kwa Zakayo. Madhani ya Bwana. Watu walipomfuata, ndio mambo maungu atile. Hebu ukiona mtu kama watu wa Elbagon, ukiona watu wa Elbagon, mhubiri mkubwa kama bishop muone ameingia kwa kashi. Muone bishop anaingia kwa kashi. Kwa kashi ni mtu ambaye anakaa hapa. Sio ndio kwa kashi ndio shangaa kuona. Madhani ya Bwana. Muone bishop amekuja ameingia kwa kashi. Muone bishop nyoka kila kwa kashi. Tukaanza kusema sasa Elbagon wanasema nini? Anamaliza kanisa. Anaenda kupiga vikombe. Akaje kura kadogo. Hata yeye ni wako 10. Siku hizi tuasio bishop ametoa 10. Utasema pana. Wengi watasema nimeshangaa. Hata utasema nimeshangaa. Kwa nini? Kwa sababu hata mimi nimesikia nilipomaliza injili pale. Aliingia huko. Na watu wajui nini alienda kufanya. Ametuletea hivi. Ni kukosa amekosa kati yetu baadhi ya watu wengine kuingia bali pa kuingia. Bwana asifiwe. Lakini Yesu ni lazima angeingia nyumbani ya huyu mtu. Kwa sababu gani? Huyu alikuwa ametenda mambo yasiyo ya kawaida. Ili kutoa viatu. Yeye hakuwa mshirika katika kanisa la Kristo Yesu. Hata hakuwa mfuasi wa kanisa. Lakini ni kusikia alikuwa anasikia habari ya Yesu Kristo. Hakuwa amemuona. Maana Biblia inasema kukata kauli kwake kuenda kwa juu ya mtu kuona Yesu Kristo. Kwenda kuona Yesu Kristo na kupanda mti. Ni kwa sababu ya sifa alipokuwa amesikia. Sifa za Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Yeye akaamua mimi ni lazima leo ni muone huyu. No kinyanyone Yesu Mungu. Na ni mtu haina Biblia yake. Alitaka kujua huyu ni mtu wa aina gani. Kumenya huyu mtu wa aina gani. Kwa hivyo yeye hakuwa mfuasi. Huko ndani mtu wa Yesu. Bwana asifiwe. Lakini alitaka kujua yeye ni nani. Ndio ndio kumenya Yesu no. Hata kama sio mfuasi. Unapoti muone wa Yesu. Yeye alijijua. Yeye menyete. Akajua mimi nataka kumuona. Akimenya nitaenda kumuona. Na nimekata kauli. Na ndio tujua. Apitapo Jeriko. Mimi sitakosa kumuona. Akasema changamoto moja ya kufanya mimi nisione Yesu kama automatic on Yesu. Ni kimo changu. Ndio kuhekana mbele wako. Akasema mimi hii kimo changu nitakishughulikia. Sijui na sitafikiria. Na ndivyo shiria vile watasema. Na yani sina shughuli. Na ndio na shughuli ya kusikiza watu watasema nini. Nitashughulikia hii kimo changu. Kwa hivyo akajua. Muona Yesu jambo la kwanza. Ni kujua pahala nitapanda juu. Maana huko hakuna nyumba. Itaponipanda kwa mabati. Ninaweza teleza nianguke. Kwa hivyo akasema nitaenda juu ya mti. Na nitajaribu kutafuta mti ulio kando ya barabara. Hao iko na matawi ya kushikilia. Ili nipate kupata mpaka pahala nitakuona Yesu. Kwa hivyo mambo ambayo ilikuwa imefanywa na Zakayo hayakuwa ya kawaida. Bwana asifiwe. Yeye kufua viatu yake. Bwana asifiwe. Kufua viatu watu wote wakuone miguu na wewe ni mtu mkubwa. Hiyo ni kuonyeshana ulikuwa amekuwa chini. Bwana asifiwe. Amenyenyekesha. Hiyo ni heshima yake ameiondoa. Ameifua. Bwana asifiwe. Na ndio amefua mpaka viatu. Bwana asifiwe. Biblia inasema hivi. Heshima yake hakuitabua. Na hakutaka kujua watu watasema nini. Yesu alipomtazama Bwana asifiwe. Akaona mambo ambayo yamefanywa siku ya leo. Na huyu msesi ya kawaida. Na hii
mahindi lazima niyashughulikie. Na maundu mano nginyashughulikie. Siku ya leo sio kesho. Muthenya umuthe ti Ni lazima nitayashughulikie. Au nyande mashughulikie. Yesu alipokuwa akienda. Yesu ndiye aliye. Alipotazama juu ya mti. Ndiye hapo ndio yoro wa mti. Akaona Zakayo. Akiona Zakayo. Hapo juu ya mti. Yoro wa mti. Akasema mambo hasi ya kawaida. Akiwa maundu mati ma kawaida. Mwathani agocwo. Na kama ametenda mambo yasiyo ya kawaida. Na kwa kama maundu matari ma kawaida. Akajua na yeye Yesu Kristo. Akimenya yake Yesu. Atatenda mambo yasiyo ya kawaida. Maana si kawaida sisi tutoke hapa twende tukatafute watu pahali watu wanakunywa. Tikana ndio tukaenda kule na ndio. Hiyo si culture ya wa Kristo. Tumetua hapa wa Kristo. Sisi ni kwenda kutafuta hao washirika wetu. Na kuwatia nguvu na kuwatia moyo. Kuwaonyesha tuko pamoja katika ushirika na katika umoja. Lakini Yesu Kristo aliingia kwa mtenda dhambi. Akiingia kwa mundu mwehia. Mimi nasema wakanungunika. Biblia kwa makinungunika. Wakaanza kusema batajia kuga. Ameingia kwa mtu ambaye ni mundu mwehia. Hapa kuna maswali mengi. Na maswali nyingi. Kwani hata yeye ni mtenda dhambi? Onataka mwehia. Maana anashiriki pamoja. Anaenda kushiriki pamoja na wenye dhambi. Anakuwa tani na. Hata yeye ni mfanya dhambi. Kogo nake ni mwehia. Bwana asifiwe. Bwana ni agosho. Bwana inuliwe. Lakini Yesu Kristo. Ni vile aliona huyu moyo. Ni lazima nishughulikie. Akasema nitaenda mpaka kwako. Bwana ni agosho. Bwana ni agosho. Kwa hivyo hata wewe kukuja hapa. Kuna mambo yanabadilisha. Bwana asifiwe. Usione kufika kwa kanisa kama ni jeni kwa kawaida. Kawaida. Sio kawaida kukuja kwako kutoa ushuhuda. Kuna mambo umebadilisha. Kuna watu umetia moyo. Kuna watu umeinua. Kuna watu umebadilisha juu ya mti. Bwana asifiwe. Bwana inuliwe. Sisi tunaweza hatuwezi kupanda juu ya mti. Lakini tunaweza enda zaidi ya mti. Maana sisi kupitia imani tunapanda miti ya imani. Bwana asifiwe. Na tunaenda mpaka kwa Baba. Na tunaitisha chochote ambacho tunahitaji. Bwana asifiwe. Sisi si kama Zakayo. Bwana inuliwe. Yesu Kristo alipokuja, yeye alitupa mti wetu. Bwana asifiwe. Ulio ni wa imani ambayo tunapanda na tunashughulikiwa mpaka na malaika. Bwana asifiwe. Biblia inasema Yakobo siku moja alipokuwa akirudi nyumbani kwao, Biblia inasema akalala. Bwana asifiwe. Na akajiwekelea jiwe lishikilie kichwa chake. Biblia inasema alipokuwa amelala aliona malaika wakishuka wakiteremka. Bwana asifiwe. Shughuli zilizokuwa zikiwa pale ni malaika wakishuka wakiteremka, wengine wanapoenda na wengine wanarudi. Bwana asifiwe. Kufanya nini? Kushughulikia Yakobo. Bwana asifiwe. Hata sisi kwetu ingawa hakuna miti ambayo inaonekana, kuna miti ya kiroho ya imani ambayo inafanya kazi ifanyike. Sisi tuenda mbinguni kwa njia ya imani na malaika, kwa sababu ya shughuli ambazo ziko mbinguni wanashuka wakipanda. Bwana asifiwe. Wakija kutushughulikia. Kwa hivyo sisi ni wana ambao wamebarikiwa. Bwana asifiwe. Kwa sababu gani? Sisi wakati tulikubali kwenda kwa Yesu, tulivua maisha ya Bwana. Bwana asifiwe. Yesu akaingia kwetu na akawa ni Mungu pamoja nasi. Bwana asifiwe. Yesu akawa ni Mungu pamoja nasi. Bwana asifiwe. Ndiposa neno nasema katika Revelation, wakati Yohana ati niliona mbingu likashuka, Yerusalemu na ikawa pamoja na watu wake. Kwa hivyo ni Mungu pamoja nasi. Bwana asifiwe. Na ndiposa Yesu anapoenda anasema sitawaacha kama yatima. Mimi naenda kutuma mtu wa kuwashughulikia, naye ni Roho Mtakatifu atakayekuwa akishughulika akipanda mbinguni na akisema matakwa yetu. Bwana asifiwe. Nao malaika wa Bwana wamewekewa ngazi ambayo
kutenga ya kukushughulikia na kukuletea mahitaji yako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sisi wakati tulikutana na Yesu, tulikuwa watu sio wa kawaida. Tulibadilishiwa mpaka hapa. Ofisi zetu zikabadilishwa. Bwana inuliwe. Ofisi zetu zilibadilishwa. Sisi ofisi zetu tuitana mbinguni. Ainuliwe Mwokozi. Na huyo ndiyo Bwana wetu na Mwokozi wetu. Wakati tulikutana na Yesu, tulibadilishiwa. Bwana asifiwe. Zakayo alipokutana na Yesu, alibadilishiwa. Mpaka kaona nimeenda hasara. Bwana asifiwe. Nimeenda hasara saa hii. Nimeenda hasara muda mrefu. Maana nimefanya kazi iliyo ya bure. Hata ingawa nimesomba mali mingi, hii ni lazima nishughulikie. Ndio nibadilishwe mpaka hii mali na iwe imebarikiwa. Akasema kwa nusu ya mali nimeitoa kukomboa maisha yangu, kukomboa mali yangu. Bwana asifiwe. Na chochote ambacho nimeiba, mtu ambaye nimenyang'anya, Bwana asifiwe, nitamrudishia. Bwana asifiwe. Ainuliwe Mwokozi. Hiyo ni kuonyesha ni mtu aliyebadilishiwa hali hakuwa vile alikuwa. Bwana asifiwe. Maana alipobadilishiwa hali alianza kutenda kadri ya mishoni za Yesu Kristo za kutoa, Bwana asifiwe, za kupanda. Maana mali yake aliipanda kwa wale watu ambao walikuwa dhaifu, maskini. Akasema utajiri wangu, mali yangu nusu nimeitoa watu wasio na nguvu. Inaonyeshana huyu ni mtu ambaye amebadilika. Ameanza hali ya ministry ya Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Ainuliwe Mwokozi. Kwa hivyo tunapokutana na Yesu, mambo yetu yanabadilika, hali zinabadilika, ofisi zetu zinabadilika. Tunakuwa watu ambao wamebadilika. Bwana asifiwe. Watu ambao wamebarikiwa, ambao wanaenda mbali. Bwana asifiwe. Mungu atubariki na atubariki.